Alright, nchini Marekani Donald Trump anatarajiwa kuwa rais wa kwanza wa Marekani aliye madarakani kuwa na saini yake kwenye noti za fedha za nchi hiyo ya Marekani, ambapo idara ya hazina ya nchi hiyo imetangaza waziwazi na saini ya Trump itakuwa sambamba na ya waziri wa fedha Scott Bessent, hatua ambayo wizara hiyo imesema ni katika kuadhimisha miaka 250 ya taifa la Marekani. Waziri Bessent amesema hakuna njia kubwa ya kutambua mafanikio ya kihistoria ya taifa letu na Rais Donald Trump zaidi ya kuwa na jina lake kwenye noti za fedha za Marekani. Na noti za Marekani kwa kawaida zina saini ya maafisa wa hazina. Sasa hii ni miongoni mwa hatua za hivi karibuni za utawala wa nchi hiyo kuhusisha jina la Trump na masuala mbalimbali ya serikali na majengo ya umma, ambapo tunaona noti za kwanza za dola 100 zenye saini ya Trump na Bessent zitachapishwa mwezi Juni mwaka huu na nyingine zitafuatia. Noti zinazochapishwa sasa zina saini ya waziri wa zamani wa fedha wa enzi za Joe Biden, yani Janet Yellen, na mhazini mkuu Lynn Maleba. Na umekuwa utamaduni tangu mwaka 1861 kwa saini ya mweka hazina mkuu wa Marekani kuwekwa kwenye noti, utamaduni ambao umebadilika kwenye utawala wa Rais Trump ama unatarajiwa kubadilika mwezi Juni mwaka huu 2026. Katika kuadhimisha miaka 250 ya Marekani, Bessent amesema kuchapisha noti hizo zikiwa na jina la Trump kutakuwa ni ujumbe mzito wa kutambua mafanikio ya historia ya taifa letu kubwa na rais. Hata hivyo, wafuasi wa Trump na wizara ya fedha wanasema kuwekwa kwa sahihi ya rais kwenye noti ni ishara ya nguvu na utulivu wa kiuchumi, huku waziri Scott Bessent akisisitiza kuwa hii ni njia ya kuenzi mafanikio makubwa ya utawala wa Trump. Hata hivyo, kumetokea wakosoaji wanaona hatua hii ni kama njia ya kutukuza utu wa kiongozi kwenye mali ya umma. Aidha, inaelezwa kuwa noti zenye sahihi ya Trump zinatarajiwa kuwa na thamani kubwa na kuuzwa kwa thamani zaidi ya uhalisi wake wa sasa hivi katika masoko ya bidhaa adimu za kihistoria. Je, wewe maoni yako yapoje hapo kwamba Rais Donald Trump kuwekwa kwa sahihi yake kwenye fedha ni ishara ya nguvu na utulivu wa kiuchumi kama inavyoelezwa, au unaungana na wale wanaokosoa kwamba hatua hii ni njia ya kutukuza utu wa kiongozi kwenye mali ya umma? Mimi ni Leila Bakari na hii ni Southix Media.